Naitwa Stella Othman Mgumia, ni manager Machinga Complex. Ndio msimamizi mkuu wa soko hili. Mmejiandaa vipi kupokea siku ya wanawake duniani ambao kwa Tanzania ni tunafanya Machi 8, 2026. Huku vazi kubwa ambao tunatarajia kwenda kuipamba siku hiyo ikiwa ni batiki. Kwa hakika sisi tumelipokea jambo hili kwa furaha kubwa sana. Kwanza tumeona jinsi gani ambavyo viongozi wetu na serikali yake wameweza kuona umuhimu wa wafanyabiashara wanawake wa Machinga Complex. Hawa wamama wajasiriamali. Hatimaye wamekuja kuona kilio chao kwa kuwatafutia masoko. Tukisema masoko ya ndani ndio kama hivi. Maana yake ukisema wao waweze kuvalisha siku ya mwanamke, kwa kweli kwanza tumewatafutia nyavu za kuvulia samaki. Na sio kama wapa hela kwamba wameomba. Na hii ndio tunaboresha mitaji yao. Mimi na hakika kwa kipindi kifupi akina mama wataboresha mitaji yao. Mpaka kufikia tarehe 8 watakuwa wameboresha kiasi kikubwa sana mitaji. Maana naona jinsi wanavyocharika toka Mheshimiwa Mama yetu Samia Suluhu Hassan alivyotangaza kwamba vazi litakuwa la batiki. Kina mama wako busy hatari. Muda huu uliotolewa unahisi unatosha wao kujiandaa vyema? Kwa sababu ni kazi yao ya kila siku. Na labda nataka nikwambie tu kwamba mfanyabiashara mwanamke, jasiriamali mwanamke Machinga Complex si wa batiki peke yake. Ana vitu vingi sana. Hapa kuna kina mama lishe, hapa kuna mama wanaotengeneza mikoba, hapa kuna kina mama hawa wa batiki, hapa kuna akina mama ambao wanafanya kazi nyingine tofauti, wana kompyuta, wako wana sheria. Yaani kina mama wako hapa Machinga Complex wanafanya kazi kweli. Lakini hiyo moja tu ya batiki ndio ambayo inaipaga Machinga Complex kuwa alama kwamba Machinga Complex zinapatikana batiki. Lakini si batiki peke yake, kwa wanawake wanafanya kazi nyingi sana. Na ni wanawake majasiri. Wanafanya kazi na siku zote wanalea watoto wao, wanasomesha watoto wao, wanatunza nyumba zao kwa ajili ya kazi ambazo wanazifanya hapa Machinga Complex. Kuna wajasiriamali wadogo wengine ambao wapo nyumbani, huenda hawajapata fursa ya kuleta biashara zao hapa Machinga Complex. Utaratibu ukoje ili wao na wenyewe pia waweze kuleta batiki zao kuziuza huko Machinga Complex? Labda niseme tu Machinga Complex hili ndio soko la wafanyabiashara ndogo wote. Yaani wanaojiita wa Machinga, hapa ndio kitovu chao. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Aliyoko nyumbani, hapa ni soko huru. Anakuja, tunampa utaratibu, anaingia naye sokoni, na wameingia wengi sana. Hapa kuna wamama, wazee, wasichana. Lakini pia batiki halijaachwa na mwanaume pia. Kuna wanaume wako humu ndani, vijana wanafanya kabisa kazi ya batiki. Ujumbe wako sasa kwa wafanyabiashara, lakini kwa jamii inayokuangalia sasa hivi kuelekea siku ya wanawake kitaifa ni upi? Asante sana. Mimi naomba tu nitoe wito kwa wanawake wote. Hii siku ni siku yetu. Na bahati nzuri tumeambiwa kwamba na vazi letu linatoka pia kwa mwanamke huyo mjasiriamali. Mimi natamani wanawake wote. Wewe una kipisi chako cha batiki, kitengeneze hata blouse. Yaani hebu tutoke tushangilie ile siku yetu. Lakini na siku hiyo naomba pia isipite hivi hivi kwa kina mama. Naamini kwamba tutakako kwa tumealikwa, tukiitwa kokote, kabiashara kako, nenda ukakaonyeshe. Usipoteze hiyo fursa. Mahali ambapo patakuwa na mkusanyiko wa watu wengi, ukipeleka kabiashara kako, wakati tumeruhusiwa kukutana, huwezi kuamini. Ile nafasi unaweza ukaifanya, ukarudi nyumbani umefurahia, lakini pia umetengeneza pesa. Sehemu yoyote watu wanapokutana wawili watatu, na hasa sisi kina mama, yaani unanunua kitu bila kutegemea. Matumizi ndipo yanapokuwa. Kwa hiyo tusiende sisi kama sisi tu. Lakini pia niwakumbushe wanawake, wao ndio wajenzi wa amani ya taifa letu. Tuanze kufundisha kuanzia nyumbani tunavyotoka, tutengeneze amani kwa watoto wetu, amani kwa waume zetu, amani kwa majirani zetu. Tukija huko barabarani, tufanye biashara zetu, tufanye mambo yetu ndani
ndani ya amani. Bila amani hatuwezi kuendelea. Haya yote ya leo, siku ya mwanamke, yasingeweza kuzungumzwa kama hatuna amani. Basi mwanamke naomba awe yeye ndio mjumbe mkubwa wa amani.